ole 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 ole. Wajua bwana, kuna mbwembwe, alafu kuna vishindo, alafu kuna sarakasi. Sasa leo nataka tuzungumze, maanake tuko kwenye uchanjaa. Uchanjaa ni masuala ya michezo aina mbalimbali. Hapa kuna siku tutakuja kuzungumza mpira wa vikapu, kwa sababu nao pia kule unatia fora. Nilikuwa nimeamini kwamba Golden State Warriors wanatoka, lakini wamefika nusu fainali dhidi ya wanaitwa nani wale, Houston Hornets. Wanacheza na Timberwolves kwenye nusu fainali, lakini waliwatoa Hornets wale. Basi mambo yetu yanakwenda vizuri upande ule wa mpira wa vikapu, lakini leo mahsusi nataka tuzungumzie mpira wa mguu, maanake usiku wa kuamkia leo palikuwa na moja kati ya kigozi ambacho kwamba ni kikubwa sana, kitamu, cha kuvutia. Mechi ilipigwa ikapigika, kama ilivyopigwa Hispania goli 6, ikatimia San Siro Italia goli 6 tena kwa mara nyingine, yani kimiujiza tu. Ndugu yangu mmoja anaitwa Mashallah Chief Honorable Engineer Sir Emmanuel Gona anasema Barcelona wana tabia ya kucheza mpira ambao yeye hauelewi, unakwenda kichawichawi, kishirikina. Lakini nilimwambia kwamba wao kufuzu fainali itakuwa vigumu kwa sababu tu ya International Inter Milan. So jana Barcelona wakaangukia pua. Waliangukia pua namna gani? Kwa kupigwa goli 4-3, lakini mpira ulikwenda dakika 120 na waliomiliki huo sehemu kubwa ya mpira ilikuwa Barcelona, lakini mwisho wa kwisha wakapigwa goli moja tu kwenye kipindi cha kwanza cha dakika 15 ya zile 30, na mambo yakaisha hivyo. Barcelona wakaangukia pua, licha ya kuona kwamba walikuwa wamejipanga kuweza kubeba treble na haikufaulu. Unajiuliza walitokaje? Walitoka kwa sababu ya uzembe wao wa kuruhusu magoli ambayo kwamba si ya lazima. Mechi ya Hispania, Barcelona walikuwa rahisi wa kuruhusu magoli ya mapema kwao nyumbani. Ikajirudia tena jana hivyo hivyo, wakaruhusu magoli ya mapema, lakini wakaja wakajikomboa mpaka wakafunga goli la 3, wakaamini kwamba bwana we, ngoma hii tumeshabeba. Lakini akatokea wa kutokea, akapiga goli dakika za mwisho kabisa, Akabi yule kwa assist yake Dumfries, ambaye huyu amekuwa moto kweli kweli, amekuwa moto kweli kweli kwenye hii mechi. Kumbuka alipiga magoli 2, lakini kwenye hii mechi alitoa assist 2, na mambo yakaweza kuisha namna hiyo. Sasa hawa tuwaache, maanake tushajua Inter Milan amefuzu fainali, na atakutana na nani mechi ya usiku wa kuamkia kesho, lakini mechi inakwenda kupigwa usiku wa leo. PSG wakiwa nyumbani Parc des Princes dhidi ya Arsenal. Kumbuka mkondo wa kwanza ilichezwa Emirates London kule nchini Uingereza, mechi ikaisha kwa goli 1-0 kwa bahati ya PSG kuweza kulifanyia kazi hilo. Wachezaji wengi wana nusu kwamba hawatakuwepo, lakini yule ambaye kwamba wengi hawakutaka awe alikuwa akifanya mazoezi na kikosi cha kwanza cha timu ya PSG, mfungaji wa goli la pekee hadi tukienda kwenye hii nusu fainali ambayo kwamba itakuwa inapigwa leo. So Arsenal wana fursa ya kuweza kumrudisha kiungo wao fundi wa kukaba, lakini ukishasema kiungo mkabaji, wengi watafikiri kwamba ni yale mambo ya viungo wa zamani kwenye kukaba wachezaji. Hapana, hawa ni wale viungo wa kisasa, mafundi wenye kuzuia kwamba wewe usiupate mpira. Wanakaba mpira zaidi kuliko kukaba wewe, na akili kubwa. So mechi ya leo ukiniuliza mimi kimtazamo, haitakuwa mechi rahisi, lakini ina uzito wake, na uzito uko kwa Arsenal kuliko PSG, kwa sababu ana faida ya goli 1 walilolifunga ugani Emirates kule. Lakini kitu ambacho kwamba PSG wanafaa kujichunga nacho ili wafuzu fainali wakabebe hili kombe kwa mara ya kwanza, ni kuhakikisha kwamba wana destabilize, wanawaondolea maarifa Arsenal kama walivyowaondolea maarifa kwenye dakika 20 mpaka 25 za kwanza walipokuwa wanacheza nao kule ugani Emirates. Kumbuka kule hawakuwa na Thomas Partey, hapa leo
watakuwa na Thomas Partey ambao waliweza kuwavuruga Arsenal kwenye kiungo cha kati. Je, leo watakuwa na hizo nguvu za kuweza kuwavuruga pamoja na urejeo wake? Namzungumzia Thomas Partey. PSG nguvu yao iko kwenye washambulizi wao kule mbele, anaitwa nani kuna Vitinha kwenye kiungo cha kati, pembeni huku kuna Hakim, lakini upande huu mwingine kuna yule jezi namba 7 wao anaitwa Kvaratskhelia. Hao ndio wachezaji ambao kwamba ni wa kuchungwa, lakini Vitinha yuko, Thomas Partey amerudi. Je, ataweza kuneutralize makali ya Vitinha na sehemu yao ya kiungo? Je, mabeki wa Arsenal ambao hatujui nani ataanza leo, wakati ule kukosekana alianza upande wa juu Lewis Kelly, lakini chini akaanza Timber, baadaye akashindwa kuendelea na game, akaweza kutolewa. Lakini pia tukaambiwa kwamba captain wao Martin Odegaard alikuwa passenger kwenye mechi ya Emirates. Je, kocha atamwanzisha kwenye hii mechi ya leo? Itakuwa namna gani? Nikwambie tu, Arsenal wakikaa vibaya watachezea goli 2 kapa. Arsenal wakimudu kupata goli kwenye kipindi cha kwanza dakika za mapema kama walivyofanya PSG walipokuwa Emirates, ngoma itakuwa ngumu, kwa sababu miongoni mwa timu ambazo kwamba zimekosa kuruhusu magoli mengi kwenye ligi ya klabu bingwa msimu huu ni Arsenal. Sasa hivi Inter Milan wamesharuhusu kwenye mechi 2, wameruhusu goli 6. Arsenal kwenye mechi moja ya nusu fainali wameruhusu goli 1. Hawa Inter kwenye mechi yao ya kwanza waliruhusu goli 3, jana wakaruhusu goli nyingine 3. Arsenal wameruhusu goli 1 tu. Wakimudu kupata goli la mapema, mechi itakuwa ngumu. Sasa ugumu utakuwa unaelekea PSG zaidi kuliko Arsenal, ila PSG wakimudu kutoruhusu goli kwenye dakika za kwanza za hiyo mechi itakuwa ngumu kwa Arsenal. Sasa wacha tusubiri dakika 90 ziamue nani atakuwa anafuzu kwenda kwa fainali kucheza na International, ni PSG au ni Arsenal? Wewe unaweza ukatujibu kwenye comment hapo chini kwa urahisi kabisa. Kwa mantiki gani? Kwa nguvu gani? Kwa uwezo gani? Sisi tunakutizama wewe. Hii ndio Barisa 101 na huu ndio Uchanjaa. Usisite kulike, lakini pia usisite kusubscribe uweze kupata mengi tu kuhusiana na michezo ya kijamii na pia vile yanayokuhusu wewe kwenye siasa. Hapa tupo eneo ambalo kwamba linaeleweka zaidi, eneo la Fort Jesus, lakini katika sehemu za kufanyia mazoezi. Tuko kwenye uwanja huu ambao kwamba uliweza kutengenezwa hapa, vijana wanafanya mazoezi, tournament ndogo ndogo pia zinapigwa hapa, lakini huku nyuma yangu unaiona bahari, mkondo huu wa kuelekea bandari ya zamani ya Kilindini, lakini kule ndio kina cha maji makuu ambao kwamba meli zinatumia sehemu ile kuingia kwenda kwenye bandari kule. Sasa tufanyeje? Wewe bwana, subscribe uweze kupata raha.